Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo ya habari, na unayetufuatilia karibu sana katika uchambuzi wetu wa kina wa ripoti mbalimbali tulizokuandalia. Na kwanza tutaanzia huko Tanzania ambako ujumbe wa uangalizi wa Umoja wa Afrika wasema uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania Oktoba 29 haukukidhi viwango vya kidemokrasia, huku shinikizo kubwa likiendelea kuikabili nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuhusu ripoti za mauaji yaliyofanywa na vikosi vya usalama. Rais Samia hana majuto kwa kilichotokea. Hajali kuhusu idadi ya Watanzania waliouawa na vikosi vya usalama chini ya mamlaka yake, na hicho ni kitu kinachoumiza zaidi Watanzania. Utasikia mengi kuhusiana na yanayojiri huko Tanzania, lakini pia vyama kadhaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo cha PPRD cha kwake rais wa zamani Joseph Kabila vinakabiliwa na tishio la kufutwa kabisa nchini humo. Asante msikilizaji kwa kuichagua idhaa Kiswahili ya DW kutoka hapa mjini Bonn, tunako kutangazia masuala ya kutoka mataifa mbalimbali. Tuanzie Afrika Mashariki ambako ujumbe wa uangalizi wa Umoja wa Afrika umesema kwamba uchaguzi wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29 haukukidhi viwango vya kidemokrasia. Ujumbe huo umeeleza kwamba uchaguzi huo wenye utata na ambao uligubikwa na maandamano haukuzingatia kanuni za Umoja wa Afrika, mifumo ya kisheria na wajibu mwingine wa kimataifa kuhusu viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia. Babu Abdallah anayo taarifa zaidi. Katika ripoti yao ya baada ya uchaguzi, waangalizi hao wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa walishuhudia masanduku yaliyojazwa kura hata kabla ya upigaji kura kuanza katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, na kwamba wapiga kura walipewa zaidi ya karatasi moja ya kura na wengine waliruhusiwa kupiga kura bila uthibitisho wa utambulisho wao. Wameongeza kwamba hakukuwepo mawakala wa vyama vya siasa katika vituo vya kura na pia wakati wa zoezi la kuhesabu kura, huku baadhi ya waangalizi walitakiwa kuondoka kwenye vituo vya kura, hali iliyozua mashaka kuhusu uadilifu wa mchakato huo. Licha ya madai yaliyotolewa na ujumbe wa waangalizi wa Umoja wa Afrika, serikali ya Tanzania imesema uchaguzi huo ulifanyika kwa njia huru, haki na uwazi. Rais Samia Suluhu Hassan alipata ushindi wa kishindo wa zaidi ya 97% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huo, lakini wapinzani wameituhumu serikali kwa udanganyifu. Hata hivyo, ripoti ya waangalizi wa AU inaonekana kukinzana na ujumbe wa pongezi wa mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo Mahmoud Ali Yusuf, aliyempongeza Samia kwa kuchaguliwa tena kuiongoza Tanzania. Je, pongezi za mwenyekiti huyo wa AU zinadhoofisha matokeo ya ripoti ya waangalizi wake? Barak Muluka ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya. Alistahili kama mwenyekiti wa tume ya AU kuwa mtulivu, kungojea hata ripoti kamili ya AU iweze kufikishwa kule, na aweze pia kupata ripoti kutoka katika wachunguzi wengine na washuhudi, wale washuhudiaji wa upigaji wa kura Tanzania waweze kufikisha ripoti zao, na kisha baada ya hapo ndipo aweze kupeana pongezi. Lakini yeye alienda mbio sana, na kutokana na kule kwenda mbio sana kwake ikawa sasa anaipa AU aibu. Ujumbe wa AU ulisisitiza katika taarifa yao, na hapa na inukuu, Tanzania inapaswa kutoa kipaumbele kwa mageuzi ya kisiasa na ya mfumo wa uchaguzi ili kushughulikia chanzo cha changamoto zake za kidemokrasia na za uchaguzi zilizoonekana kabla, wakati na baada ya uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Mwisho wa nukuu. Wakati huo huo, ripoti ya waangalizi wa SADC kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania ilibaini dosari kubwa, ikiwemo vizuizi dhidi ya upinzani na madai ya kujazwa kwa masanduku ya kura katika baadhi ya vituo. Huyo alikuwa ni Babu Abdallah. Tunabakia kwenye swala hilo hilo la Tanzania, na mamlaka za Tanzania zinakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu ripoti za maafisa wa usalama kuwapiga risasi na kuwaua waandamanaji waliojitokeza mitaani kuupinga uchaguzi uliofanyika nchini humo wiki iliyopita. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema yamepokea ripoti za mauaji ya mamia ya watu, na hapo mapema wiki hii chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimedai kwamba vikosi vya usalama vya Tanzania vinaendelea
kuendesha zoezi la kuitupa miili kiholela, miili ya waliouawa ili kuficha ushahidi. Mengi zaidi yanaarifu Suleiman Mwiru. Tanzania kwa hivi sasa iko kwenye kiza kinene cha simanzi kufuatia mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi nchini humo. Maandamano makubwa ya vurugu yaliigubika nchi hiyo kwa siku kadhaa, wakishuhudiwa vijana walioingia mitaani kuupinga uchaguzi uliomuingiza madarakani Samia Suluhu Hassan, na ambao waangalizi wa kigeni waliotaja kuwa ni zoezi lililoshindwa kufikia viwango vya kidemokrasia kwa sababu wapinzani wakuu walizuiwa kushiriki. Mamlaka za Tanzania zilitangaza amri ya kuwataka wananchi kutotoka nje, huku vikosi vya usalama vikiingia kazini kuwaandama waandamanaji kwa kuwafyatulia risasi za moto na mabomu ya machozi. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimedai kwamba zaidi ya watu 1000 waliuawa, na siku Jumanne chama hicho kikasema kwamba vikosi vya usalama vinajaribu kutafuta njia za kuficha ukubwa wa mauaji yaliyotokea kwa kuchukua hatua za kuitupa kwa siri miili ya waliouawa. Mamlaka za serikali hazijatoa tamko lolote la kuzungumzia madai ya Chadema. Deogratius Munishi ambaye ni miongoni mwa viongozi waandamizi ndani ya Chadema amezungumzia suala hilo la mauaji na zaidi akataja kuhusu namna wanavyosikitishwa na msimamo unaochukuliwa na mamlaka za serikali kuhusu kilichotokea, akimnyosha kidole Rais Samia ambaye amemtaja kama mtu asiyejutia kilichotokea. Rais Samia hana majuto kwa kilichotokea. Hajali kuhusu idadi ya Watanzania waliouawa na vikosi vya usalama chini ya mamlaka yake, na hicho ni kitu kinachoumiza zaidi Watanzania. Kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema Brenda Rupia alizungumzia pia kuhusu namna masikitiko yalivyowajaa Watanzania, akisema mioyo ya raia inavuja damu hivi sasa na kilichotokea ni hali mpya kabisa kwa Watanzania. Duru za kidiplomasia zinasema kwamba ziko ripoti za kuaminika zinazoonyesha kwamba mamia na pengine hata maelfu wameuawa, na vifo hivyo vimesajiliwa katika mahospitali na zahanati kote nchini Tanzania. Shirika la Human Rights Watch siku Jumanne lililaani hatua ya kuandamwa waandamanaji na ikatoa mwito kwa mamlaka za nchi hiyo kusitisha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Shirika hilo limesema watu mbalimbali nchini humo wameshuhudia polisi wakiua kwa kuwapiga risasi watu. Oridem Nyeko ni mtafiti mwandamizi tawi la Afrika katika shirika la Human Rights Watch. Zimekuwepo ripoti za kuuawa kwa zaidi ya watu 1000. Hiki ndicho wamekuwa wakikisema upinzani. Ni vigumu kuthibitisha idadi hii, na hasa katika kipindi cha siku chache zilizopita, kutokana na kutokuwepo kwa mtandao wa intaneti nchini humo, na taarifa nyingi zilikuwa zikisambazwa, lakini ni vigumu kujua kwa hakika ikiwa idadi ya vifo inayotolewa ni sahihi ama la. Kwa hivyo nafikiri katika siku chache zijazo, vizingiti vya intaneti vikiondoka kikamilifu, watu watakuwa na uwezo wa kupata hasa kujua kile kilichotokea katika kipindi cha wiki nzima. Uingereza, Norway na Canada zimetaja juu ya kuwepo ripoti za kuaminika kuhusu idadi kubwa ya waliouawa. Hata kanisa Katoliki limesema watu waliuliwa kwa mamia, japo kanisa hilo halikuweza kuthibitisha idadi hasa inayotajwa, huku rais wa chama cha wanasheria Tanzania Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi akisema wazi kwamba zaidi ya watu 1000 wameuawa kwa mujibu wa taarifa za matukio zilizopelekwa na chama hicho, na kwamba wako kwenye mchakato wa kukusanya ripoti itakayopelekwa pia katika mashirika ya kimataifa ya sheria. Huyo alikuwa ni Suleiman Mwiru, msikilizaji, na ripoti hiyo kuhusu hali ya huko nchini Tanzania. Lakini ni kukumbushe tu kwamba DW Kiswahili ni idhaa ambayo haina upendeleo, na kukuarifu tu ni kwamba tumekuwa katika kipindi cha siku kadhaa tukiwatafuta maafisa wa serikali ya Tanzania kuzungumzia kinachoendelea na tuhuma zinazowakabili vikosi vya usalama nchini humo, lakini kwa bahati mbaya hadi wakati huu bado hatujafanikiwa, lakini hatukati tamaa kwa sababu kama nilivyotangulia kukuarifu, DW hatuna upendeleo.